Bana, nikukaribishe, karibu tena katika channel yako nzuri ya Savile TV. Langu jina naitwa Savile Charles, jina kubwa, sauti yenye baraka. Cha kufanya tu usubscribe channel, ulike, ucomment ili kuzidi kunipa shavu zaidi na uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila ambapo tunapoachia. Sasa kuhusiana na jambo zima lilotokea kuhusiana na fainali ya Morocco pamoja na Senegal, kumekuwa na mzozano mkubwa sana na ikafikia tu mpaka wachezaji baadhi wanaongea maneno kuhusiana na swala zima la kutenganisha mabara, yaani kwamba Morocco wanajiona kwamba wao sio wa Afrika kwa sababu inaonekana kwamba Senegal iliungana na Afrika nzima kwa ajili ya kuishambulia Morocco. Sasa hii imeleta picha ambayo sio nzuri kwa viongozi na kusema kwamba Morocco pamoja na Senegal isiwe chanzo cha kufanya kwamba hii Afrika kuigawanisha na kuitoa nchi nyingine kwamba isionekane kwamba ni ya Afrika. Sasa kiongozi mkubwa Mfalme Mohamed wa 4 wa Morocco amesema mahusiano na udugu wa Kiafrika utashinda baada ya kile alichokiita matendo ya kulaaniwa yaliyoharibu dakika za mwisho za fainali ya kombe la mataifa ya Afrika kati ya Morocco pamoja na Senegal. Wachezaji wa Senegal waliondoka uwanjani wakipinga penati iliyotolewa kwa Morocco kabla ya kurudi uwanjani na kuwashinda wenyeji Morocco goli 1-0 baada ya muda wa nyongeza siku ya Jumapili. Sasa makundi ya mashabiki wa Senegal walikabiliana na vikosi vya usalama vya Morocco walipokuwa wakijaribu kuingia uwanjani kufuatia uamuzi wa penati. Sasa nadhani tuliona baada ya ile penati kutokea wachezaji waligoma na wengine wakatoka nje ya uwanja kabisa. Baada ya hapo tuliona Mane akaamua kuwarudisha wachezaji na pia mashabiki pia tuliona vurugu nyingi sana kule zilitokea. Sasa saa chache baada ya fainali, mitandao ya kijamii katika nchi zote mbili ilitawaliwa na majibizano, malumbano na mvutano mkubwa. Kupitia taarifa ya Ikulu, Mfalme Mohamed wa 4 amesema fainali hiyo iliitwa Doha na matukio ya kusikitisha na tabia za kulaaniwa. Hata hivyo, ameeleza kuwa mara tu ghadhabu na hisia zitakapopungua, udugu wa Kiafrika utashinda. Sasa je, unadhani matamshi ya Mfalme Mohamed wa 4 yanaweza kupunguza mvutano kati ya mashabiki wa Morocco na Senegal? Na je, unafikiri udugu wa Kiafrika kweli unaweza kushinda hisia kali za ushabiki? Na je, nani awajibishwe zaidi ya vurugu zilizotokea? Wachezaji, mashabiki au waamuzi? Sasa dondosha comment hapo uniambie kuhusiana na kauli ambayo imetolewa na Mfalme Mohamed wa 4 kuhusiana na swala zima la jambo ambalo limetokea la mashindano ya AFCON na kusababisha mvutano mkubwa zaidi ya Morocco pamoja na Senegal. Na unafikiri kosa hasa liko wapi zaidi, au nani hasa awajibishwe kutokana na kilichotokea? Wachezaji, mashabiki au waamuzi? Dondosha comment hapo katika channel yako ya Savile TV. Langu jina naitwa Savile Charles, jina kubwa, sauti yenye baraka.